Karibu katika sehemu ya 5 na ya mwisho ya recap yetu inayohusu maisha ya Mwamba Suhan ambaye alitokea katika kituo cha watoto yatima na mwisho wa siku akaishia katika ugaidi uliopitiliza. Siku ya leo Mwamba akiwa ametulia chumbani kwake akaanza kutathmini kila mauaji aliyoweza kufanya Mensok, na hapa akawa anatazama zile picha za matukio ya awali aliyoweza kutokea. Akapata uchungu sana. Moja kwa moja mpaka katika hospitali ambao anafanyia Mensok, na hapa akajitambulisha kama daktari. Lakini katika kupishana kwao Mwamba kama amemtumia Mensok kila picha ya matukio ya uhalifu ambao alikuwa akiyafanya, hususan matukio ya kuondoa watoto wadogo viungo na kuwapandikizia watu wazima kwa gharama ya pesa ndefu sana. Mapema alfajiri Bibi Sonjin akawa amefika katika hospitali ya Mwamba Suhan, na hapa alikuwa amemleta paka wake kwa kusema kwamba hajisikii vizuri. Lakini Mwamba alipomtazama akasema kuwa paka huyo anasumbuliwa na tatizo la mawazo, kwani mara nyingi wanyama wanasumbuliwa na matatizo ambayo yanawasumbua watu wanaowalea. Kwa hiyo wewe mwanamke una mawazo sana, ndio maana paka wako naye anapitia changamoto hiyo hiyo unayoipitia wewe. Bibi Sonjin akaeleza kwamba huenda ni ubizi wa kazi na mawazo makubwa anayopitia mara baada ya kuhakikisha kuwa anamtafuta mhalifu mmoja ambaye kwa mara nyingi amekuwa akijificha. Jambo hili Mwamba alipolisikia alijisikia vibaya, lakini mwisho wa siku kila anapomtazama bibi kuna hali ya kihisia ambayo anaipata, kwa maana hisia za kimapenzi. Sasa anashindwa kumwambia kwa sababu hajawahi kuexperience mazingira ya mahusiano mara kadhaa. Bado Bibi Sonjin alikuwa akipeleleza kesi ya Mwamba Kansela ambaye aliweza kuuliwa siku za hivi karibuni. Akajua kwamba huyu jamaa pia alikuwa katika tume ya uchaguzi, lakini pia alikuwa ni moja kati ya wamiliki wa kituo cha yatima ambacho alikuwa ametokea hata yeye. Sasa kifo chake huyu mtu kwa nini kimekuwa rahisi kiasi hicho ikiwa ni mtu ambaye alikuwa akifanya mambo mema? Wakati huo akabaini kuwa katika kile kituo cha watoto yatima kwa kuna siri nyingi, lakini msimamizi kama alikuwa ni huyu Kansela na mjenzi wa kile kituo alikuwa ni Mensok ambaye ni baba yake mwenyewe. Sasa akaanza kuwaza, je, akiunganisha doti hapa hakuna uhusiano wote kati ya mmiliki wa ile jengo pamoja na msimamizi na kifo chake? Siku ya leo Mensok alimtilia shaka sekretari wake ambaye ana ujirani wa karibu sana na Profesa Go kwa siri kiasi ambacho akaamua kumwamurisha Mwamba aweze kuanza kumchunguza sekretari wake. Wakati huo hajamaliza maongezi, sekretari huyo akawa anaingia. Ikiwa ni siku ya pili, Bibi Sonjin akawa amekuja hapa nyumbani kwake, na hapa akamgundua kuwa babake alikuwa akizungumza na mtu wake wa karibu kweli, na hapa akaanza kuzungumza mazungumzo yao binafsi. Lakini bibi akamuuliza babake na kumwambia kuwa ni nini kiliweza kutokea kwa Profesa Go mpaka akapoteza maisha. Kitu ambacho hakijui ni kwamba Profesa Go yuko hai, japokuwa Mensok anajua kwamba Profesa Go ameisha kufa kwa sababu alichoma nyumba yake na pamoja na familia. Lakini kumbe Profesa Go alikuwa amepona, na ndiye ambaye sasa hivi anatuma watu waende kufanya malipizi ya visasi kwa watu wote waliojirani ama walioshirikiana katika kuyaondoa maisha yake, na kwa kumtumia Mwamba Suhan kwa kumwambia kuwa endapo akafanikisha mauaji hayo basi atakuwa anampatia siri zinazohusu maisha yake. Lakini baba aliyemwasili Bibi Sonjin akasema kwamba sina muda wa kutoa taarifa za kipumbavu, nenda mtandaoni ukasearch ndio utapata ukweli halisi wa nini kiliweza kujili. Mimi sina muda wa kuelezea hayo. Leo wakiwa katika kituo cha polisi walipata taarifa za dharura la kwamba katika kituo cha watoto yatima kule kuna mauaji yanafanyika na watoto hao huwa wanazikwa katika maeneo ya mapoli. Sasa moja kwa moja polisi ibidi kukimbia mpaka kwenda huko polini na kwenda kusearch eneo hilo ambalo watu wanaaminika kuwa wanazikwa. Na kweli waliweza kuikuta hiyo miili, lakini swali likawa ni nani aliyekuwa anafanya uchunguzi wa issue hii mpaka kabaini kuwa kuna miili inayozikwa maeneo haya na akaamua kuexpose ukweli ama kutoa ukweli wa mambo yanavyoenda hapa katika kituo cha watoto yatima. Moja kwa moja wakalidia mpaka katika CCTV kamera kuchunguza nani alikuwa ameleta ujumbe huo, na walipoweza kuangalia Eugene aligundua kuwa ni sekretari wa baba yake kwa maana Mensok ndiye alikuwa ameleta ujumbe huu. Ikabidi fanya haraka sana kumpigia huyo sekretari, lakini kwa bahati mbaya simu yake ilikuwa ipatikaniki kwa sababu tayari alikuwa ameshakamatwa na Mensok na huko katika chumba cha siri. Haraka sana Miamba akajifanya ndio sekretari, akarudisha ujumbe kwamba niko katika kikao, lakini bibi akawa ametuma picha ikimuonesha kuwa alileta ujumbe katika eneo hili la kituo cha polisi, kitu ambacho kikawashangaza sana hawa majambazi. Na mwisho wa siku akampigia Mensok na kumwambia kuwa je, tumuue sekretari au tumwache? Lakini Mwamba Mensok akasema kuwa hatakiwi kuuliwa, huyo ndiye atakaye tupeleka nani yuko nyuma ya pazia kwa maana ya Profesa Go, na pindi watakapombaini mtu anemtumia huyu sekretari basi atamuondoa uhai wake, wasiweze kujua kuwa Profesa Go ndiye mtu ambaye anawasumbua kila wakati. Haraka sana Profesa Go alikubaini kuwa sekretari atakuwa ametekwa, na katika kutekwa kwa sekretari lazima atatoa ukweli ni wapi ambako yeye anafanya maficho yake. Haraka sana akamcheki Suhan na kumwambia kuwa kuna baadhi ya watoto yatima ambao wametekwa katika jumba moja hivi, akamtumia location ambako sekretari anapatikana. Haraka sana Suhan akatimba maeneo hayo akijua kuwa ni watoto yatima walikuwa wametekwa katika maeneo hayo. Kumbe ilikuwa ni mchongo wa Profesa Go, lengo ni kwenda kumkomboa sekretari ili asije akatoa siri ya kwamba yeye anapatikana katika maficho yapi. Sasa naye Bibi Sonjin kumbe alikuwa katika safari moja kuelekea huko ambako sekretari yupo, kwa sababu aliweka tracking device katika gari ya sekretari na hapa alianza kumtrack. Sasa huo wakati anafika katika eneo hili anagundua kwamba pia kuna gari ya Mwamba Suhan imepaki maeneo haya. Akampigia simu na kutaka kujua yuko wapi.
lakini mwamba alipogundua kuwa amebainika, na wakati huu wakiwa wanaongea kwenye simu, akasikia kana kwamba kuna mtu alikuwa amekumbatia kwa nyumba bibi Sujin. Haraka sana mwamba akatimba maeneo hayo, lakini tayari bibi alikuwa anashambuliwa vibaya mno. Wakati anaendelea kumtazama bibi, mwamba akawa amekuja na kutaka kumshambulia mwamba Suhan, lakini bibi akaenda kageuka na kuweza kumkingia mgongo, ambapo mwamba akawa amepona, lakini tayari alikuwa amepata majeraha. Mwisho wa siku bibi akawa amepelekwa hospitalini. Yeye nchini akiwa hospitalini, mama yake mlezi alikuja hapa na kuja kutaka kumjulia hali, lakini bibi alikuwa anaishi kabisa utayari wa kujuliwa hali na huyu mama. Mwisho wa siku akawa anampigia mwamba Suhan, lakini Suhan alikuwa akipokea simu. Moja kwa moja ikabidi kuomba kurudishwa nyumbani. Akapatiwa dereva ambaye dereva huyu akamsindikiza mpaka nyumbani, lakini wakati anataka kupandisha juu, dereva akamwambia kuwa naomba nikusindikize, lakini bibi akasema hapana, nahitaji kupandisha mimi mwenyewe. Bibi Sujin akawa analalamika sana kwa kumwambia kuwa kwa nini ukuje hospitali, lakini jamaa akasema ni vyema kwa sababu nilikupeleka hospitali. Akamwambia sawa, haijalishi, lakini bado ulitakiwa kubakia hospitalini. Mwisho wa siku mwamba akamuingiza bibi mpaka ndani kabisa, huko akaanza kuzungumza, lakini bibi akawa anasema kuwa nahitaji ujilani na wewe zaidi kwa sababu kuna mambo nataka nikuulize. Mwamba akamwambia kuwa unahitaji siku zaidi za kuendelea kupumzika hospitali kwa sababu ulijeruhiwa vibaya. Akamwambia hapana, sina haja ya kuendelea kubakia hospitalini. Bibi Sujin akaanza kueleza ukweli wake na kusema kuwa anafurahi sana kwa jirani na mwamba huyu Suhan, lakini Suhan alikuwa mgumu na kutokuonesha kabisa hisia zake. Kesho yake alfajiri akaja dereva na kumchukua bibi na kumpeleka kazini, lakini mwamba akapanda gari yake na moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Mensok. Hapa akampigia simu mwamba akiwa anatoka nje ya nyumba yake, akamwambia kuwa katika kosa uliwahi kunifanya, basi ni hilo kosa la miaka 20. Na hapa Mensok akawa amegundua kuwa nani alikuwa amempigia simu. Akasema najuta miaka 20 iliyopita kukuacha hai. Najua kabisa kwamba wewe ni mtoto yule namba 88 ambaye ni Suhan. Suhan akiwa na hasira nyingi akawasha gari yake na moja kwa moja akawa anaifesi gari ya Mensok, lakini Mensok akiwa na hofu kubwa. Ghafla bwana Suhan akapita pembeni akikumbuka kuwa maisha ya watoto wengi yatima yako mikononi mwa Mensok, ni vyema akawakomboa hao na kisha akaja kumalizana na mwamba. Hii ndio ikawa pona ya Mensok kwa wakati huu. Bibi Sujin moja kwa moja baada ya kutoka hospitalini akanyosha mpaka kule ambako aliweza kupata address ya secretary alipokuwa ameelekea, lakini hakukuta kitu chochote zaidi ya kukuta Eleni tu. Hapa akagundua kuwa aliweza kuhamishwa secretary kutokea katika maeneo haya. Sasa mwamba Suhan ameshafanya upelelezi na kugundua kuwa maabara ya asili inayotumika kuhamisha viungo vya binadamu hususan watoto inapatikana katika hospitali kubwa ya huyu mwamba Mensok, lakini katika chumba cha siri. Sasa akiwa na utambulisho wa daktari akaamua kuingia katika chumba hicho cha siri lengo aweze kuangalia ama kupeleleza juu ya hii shughuli nzima ya uhamishaji wa ogani ya watoto kuelekea kwa watu wazima. Hata katika chumba hiki cha hospitali alimkuta mzee mmoja tajiri sana akiwa anasubiria mwanae atolewe kiungo ili lengo aweze kuhamishiwa yeye. Ukweli ni kwamba Professor Go ndiye aliyegundua kuwa unaweza kuhamisha ogani kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto na kwa mtoto kwenda kwa mzazi, kwa sababu watu hao wana uhusiano wa karibu sana kibiolojia, hivyo wanaweza kuhamishiana ogani pasipo kutengeneza athari yoyote ile. Sasa uchunguzi huu bwana ndio akautumia Mensok katika kuanza tafiti zake za kipumbavu, ambapo akagundua kwamba kama mtu tajiri unatakiwa kuzaa mtoto mmoja ambaye utamtupa katika kituo cha watoto yatima, na huko huyo mtoto atakuwa analelewa tu kila wakati. Sasa kipindi utakapogundua kuwa una changamoto yoyote katika mwili wako, basi viungo vya huyo mtoto ndio vitakavyotumika katika kutibia wewe. Sasa ukweli ni kwamba hawa matajiri wana watoto ambao majina yao hayajulikaniki, lakini hawa watoto wamehifadhiwa katika vituo vya watoto yatima na lengo lao ni kuja kuwabadilishia ogani pindi atakapogundua kuwa wana matatizo yote ya kiafya. Yaani unazaa mtoto ili aje kutumika kama chiba katika maisha yako ya mbeleni. Na hata huyu Suhan ni mtoto wa mzee Mensok, ila alizaliwa na kupelekwa katika kituo cha watoto yatima. Lengo ni kwamba aje kutumika katika matibabu ya mzee Mensok pindi atakapogundua kuwa ogani yote katika mwili wake imefeli. Lakini dogo kwa bahati nzuri au mbaya aliweza kugundua siri zilizokuwa zikiendelea katika kituo hicho, licha ya kwamba alikuwa hana kumbukizi zote kujua kwamba huyu ni babake mzazi. Sasa huyu mzee anaulizwa hapa hospitalini, unajisikiaje kutoa kiungo cha mwanao na kujivishia wewe afu mtoto wako anateseka huko katika kituo cha watoto yatima? Mzee akagundua kuwa huyu daktari sio yule aliyomzoea. Akataka kuminya kibata cha emergency lengo kuita walinzi, lakini mwamba akamsaidia na kukiminya hicho kidude. Haraka sana madaktari kama wote walikimbia kuelekea katika vio vyuma vya matajiri, kwa sababu huku hata alamu haijawahi kusikika. Sasa imesikika siku ya leo, kuna nini? Akiwa amehamisha madaktari kiujanja na kupeleka katika chumba cha emergency, akazama katika chumba cha tafiti huku, na hapa akagundua kuwa kuna mbegu za kiume kibao zimewekwa katika machupa. Lengo ni kutengeneza watoto ambao watakuja kutumika katika kuhamisha viungo vyao kwenda kwa wazazi wao pindi watakapogundua kuwa na matatizo. Na ndio maana watoto hawa huwa hawanaga majina, wanapewa majina kutokana na namba. Ndio maana mwamba Suhan anaitwa 88, ni kwa sababu hakuzaliwa na baba na mama, bali alizitumika mbegu za mzee Mensok katika kumtengeneza Suhan. Kwa hiyo Suhan ni mtoto wa Mensok, japokuwa Suhan hajawahi kuwa na
na mama. Akiwa katika chumba hiki cha maabara akampigia simu huyu mzee na kumwambia, kumbe wewe ni baba yangu na ulinitengeneza katika namna hii. Sasa ndakufanya ujute katika kila kitu. Alafu pia ndapiga picha hapa na kuweka kila kitu hadharani. Mwamba akasema hakuna cha kupoteza. Kafanya hivyo na uweke picha hadharani na hakuna atakaye kuamini kwamba mtoto anaweza kutengenezwa kutumia mwanaume peke yake. Mwamba akasema sawa. Akatega bomu kisha akalipua na akamwambia mzee, utajuta kwa hiki unachokifanya. Dakika 5 mbele mara baada ya Mwamba kutega mabomu haya, akawa anaondoka katika eneo hilo la hospitali na kasikika bonge la mungurumo. Ulikuwa ni mlipuko mkubwa uliosababishwa na yale mabomu na kuteketeza maabara nzima ya kutengeneza vitoto hivyo. Sasa akiwa anatoka hapo hospitalini akamsikia mtu akizungumzia namba za watoto. Si mara 81, 83, 84, 85. Akaanza kugundua kwamba huyu huenda ana uhusiano wa karibu sana na issue ya watoto. Ikabidi kwanza kumfuatilia Mwamba mpaka katika chumba kimoja ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa kuna watu walikuwa wakifanyia upasuaji kwani kilikuwa kimetapakaa damu tupu. Ikabidi kumbana Mwamba na kumwambia kuwa amwambie ni wapi ambapo watoto wanapatikana, lakini ghafla kundi la majambazi likawa limevamia eneo hilo na kichapo kizito kikawa kimetembea baina yao. Mwisho wa siku wakati anatoka hapo ndani akasikia kilio cha watoto. Akaenda kufungua sehemu na kukuta kundi la watoto likiwa limefungiwa sehemu tayari kwa ajili ya upasuaji na kuhamisha viungo zao kupeleka kwa matajiri ambao ni wazazi wao pia. Hasa bibi Sujin moja kwa moja kama ameenda katika kliniki ya Mwamba. Sasa kwa bahati mbaya kama ingia katika chumba cha siri cha jamaa na kuta kuna silaha kali sana na akashangaa kuona kwamba kumbe huyu jamaa ndiye alikuwa akimsaidia kila mara katika matukio yote aliyokuwa anampitia. Akiwa anaendelea kushangaa, Mwamba Suhani akiwa anatumia namba ngeni kwa kudhani kwamba bado bibi amjui, akampigia na kumwambia kuwa anahitaji hafuate ile location aliyoweza kumtumia. Bibi alikuwa anajua kabisa kwamba huyu ni Suhani. Alipofika katika eneo hili akakuta kundi la watoto likiwa limetapakaa eneo hili. Lakini akampigia simu akamwambia, "Je, wewe unayezungumza na mimi ni Suhan?" Lakini Mwamba akasema hapana. Akamwambia sawa. Lakini kuua watu si njia rahisi ya kutatua matatizo. Akasema kama kuua watu sio njia rahisi ya kutatua matatizo, basi mimi kumuua Mensok ndio njia rahisi ya kusababisha vifo vya watoto wengine visiweze kutokea. Kisha baada ya hapo Mwamba akakata simu na kuchomoka zake. Bibi alijua tu kabisa kwamba Suhan yupo katika eneo hili. Haraka sana taarifa zikawa zimetapakaa mitaani kwamba Suhan ni mmoja kati ya mhalifu mkubwa sana anayetafutwa na serikali. Na Philip aligundua jambo hili na akamshauri Suhani kumwambia kwamba anatakiwa kimbia haraka sana ajifiche. Lakini Mwamba Suhani akajitokeza katikati ya Philip na kumwambia kuwa amtafutie gari pamoja na simu, yeye atajua nini anachokwenda kukifanya. Huko kituo cha polisi, mapolisi wanasubiria order tu kutoka kwa mkuu wao Sujin, na hapa akaamuru kwamba Mwamba akakamatwe Mensok. Lakini Mensok alipokuwa amekamatwa wala kukaa sana kituo cha polisi kwa sababu ni mtu mwenye pesa, zamana yake ikawa imetoka na Mwamba akawa ametoka nje. Lakini huku Suhani alikuwa akimsubiri kwa hamu hapa nje nini atakachokwenda kumfanyia. Kabla ya kwenda kutekeleza jukumu lake kubwa sana la kikatili kwa Mwamba Mensok, ikabidi kwanza kumpigia bibi Soji, na hapa akaanza kumfariji kwa kumwambia kuwa naondoka, lakini nakuhakikishia kwamba unatakiwa kula chakula kila wakati na kila wakati hakikisha kwamba upo juu kule gorofani. Bibi akagundua kwamba hapa kuna tukio baya litakalokwenda kutokea. Akalia sana huko akimsihi Mwamba asifanye jambo lolote tofauti, lakini bado bibie akawa hajakubaliwa ombi lake hilo alilokuwa akiliomba. Bila kupoteza wakati Mwamba alikuwa ameandaa mabodyguard wa kutosha wa kumlinda, lakini bado alikuwa na wasiwasi kwani Mwamba wakati wote angeweza kutimba. Kweli kabisa madhanio yake yalikuwa ni ya kweli kwani aliweza kusikia mungurumo wa risasi na hapa akagundua kuwa huu ni ujio wa Suhan. Jamaa walamba risasi mabodyguard kama vile punje za mchele akawalaza wote chini. Mwisho wa siku akamfikia Mwamba Mensok na akamlamba risasi ya miguu na akamwambia kuwa kwa nini kama ulikuwa unapenda maisha marefu kuyafikiria maisha yao watoto ambao unayakatisha? Lakini Mwamba akawa anaongea tu kwa kukebei na vitu kama hivyo. Dakika mbili mbele wakatokea maafande wakamzuia jamaa kupiga risasi, lakini Sujin akamhamasisha na kumwambia kuwa ana maisha mengine mazuri zaidi nje hayo ambayo anataka kuyachagua. Jamaa akasema kwamba kama nikiacha maisha Mensok basi watoto wengine wataendelea kuzalishwa na matukio haya ya ukatili yataendelea. Lakini Mwamba akapiga risasi. Bila shaka yeyote ile maafande wakamshambulia Suhan na kupoteza maisha, kitu ambacho kilimliza sana Sujin. Akabaki analia wakati wote asiamini macho yake. Na huu ndio unakuwa mwisho mzuri na mwisho mbaya wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo inaitwa Kill It. Na Mwamba styling alikuwa ni Suhan. Mwamba Pavo ndiye aliweza kumtengeneza gaidi huyu ambaye mwisho wa siku aliweza kutekeleza kisasi hiki. Lakini kwa faida yako mpenzi mtazamaji, nikumbushe kwamba movie hii inafanania sana na movie ambayo ilichezwa na Marekani inayoitwa Kayo XY, na yenyewe pia ilihusisha watu ambao walikuwa wakitengenezwa katika maabara. Na styling anaitwa Kayo XY ambaye pia alikwenda kuteketeza kabisa kituo ambacho kilikuwa kinahusika na uzalishaji wa watu. Lakini balala ile movie ni kuwa katika Kayo XY Mwamba alikuwa hana kitovu, lakini alikuwa na uwezo wa magic, uwezo wa miujiza ambao alikuwa na uwezo wa kucontrol meme na vitu vingine tofauti tofauti. Kuipata movie hiyo unaweza kuitafuta kupitia nambari yangu ya simu ya WhatsApp 0622113984. Ina vipande kama 21 hivi, utakwenda kuenjoy ni kwa gharama ya shilingi 2000 tu, ila hii ni ya kizungu. Lakini pia nakukumbusha kwamba ile trend ya miujiza inasonga mbele, hakisha tu kwamba unanifuata inbox. Mbaya zaidi na nzuri zaidi ni kwamba tunaachilia viendelezo kila siku katika group letu la kulipia ambalo utalipia kwa gharama ya shilingi 10,000 tu na utakwenda kupata miendelezo ya kila siku vipande viwili, kwa maana ya single movie moja
pamoja na series moja iliyokamilika. Okay, tukutane katika eneo la pili la likapu nyingine.